Kitabu cha Samueli wa pili sura 24 mstari wa 10. Ndipo moyo wake Daudi ukamchoma baada ya kuwahesabu wao watu. Naye Daudi akamwambia Bwana, nimekosa sana kwa haya niliyoyafanya. Lakini sasa Bwana, nakusihi uondolee mbali uovu wa mtumishi wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Tunaona mtumishi wa Mungu Daudi akitubu mbele za Mungu baada ya kujikwaa katika neno lake la kushawishiwa na shetani na kutaka kuwahesabu watu, ambacho ilikuwa ni kinyume na mapenzi na maagizo ya Mungu. Alitaka kufanya katika upumbavu. Tunaona hata hivi leo hii nchi na nchi wanafanya sensa na kuwahesabu watu, wakijidanganya mioyoni mwao kuwa sensa inaleta maendeleo, ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu na maagizo ya Mungu. Kwenye koo yenu tu wenyewe idadi yenu hamjulikani. Haujui idadi ya koo yenu mko wangapi. Haujui idadi ya nywele zako ziko ngapi. Kama utaweza kuhesabu nywele za kichwani mwako, hata watu wa Mungu basi waweza kuhesabu. Lakini ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Nani anajua idadi ya kwenye koo yao wako wangapi? Je, umeshindwa kuhesabu watu wa nyumbani mwako idadi ya koo yenu mko wangapi? Utaweza kuhesabu watu wa nchi? Kitu ambacho ni kigumu na hakipo na hakiwezekaniki na hakitakuja kuwezekanika. Maana Mungu amesema watu wake ni kama mchanga wa baharini. Je, nani awezaye kuhesabu mchanga wa baharini? Kwa jibu la haraka haraka, hayupo. Na jibu la moja kwa moja, hayupo. Kwa hiyo maendeleo ya nchi hayatokani na sensa, bali sensa tu ni mpango wa mwanadamu katika njia ya upotofu. Kama tunavyoona leo hii katika mataifa yetu, watu wanaenda kununua kuni nje ya nchi, na majumbani mwao, nchini mwao, wanaviacha kuni ambazo Mungu ameziweka zitumike kwa taifa hilo. Wanaenda kununua kuni kutoka Ethiopia zipitie Kenya hadi Tanzania. Hayo ndio